Hali ya wasiwasi na taharuki imekumba mji wa Naivasha baada ya mshukiwa mmoja wa utekaji nyara kukiri kuwateka nyara na kuwaua mateka wawili, mwanamke mmoja wa miaka 22 na mtoto wa kiume mwenye miaka 9. Na hii leo mshukiwa huyu akiandamana na maafisa wa polisi pamoja na mbwa wa kunusa walifika katika ufuo huu wa ziwa Naivasha, mahali ambapo mshukiwa mwenyewe alidai kuitupa miili ya mateka wake. Akiwa za penye alilalishwa akanyongewa, alikuwa amevaa viatu. Nilikuwa kitu nimekuuliza. Wakati mnaacha mwili viatu ilikuwa kwa miguu ama ilikuwa kando? Ilikuwa tu kando haikuwa kwa mwili. Kutoka tu kwa mwili kando. Inadaiwa mshukiwa huyu alidai fedha kutoka kwa wazazi wa mateka hawa, na baada ya kupokea kiasi kidogo cha fedha hizo alizoitisha aliwaua. Wazazi wake naye wakakuja wakaongea naye, akatumia pesa 30,000. Sasa vile alitumia pesa ya mzee, naye akamwambia ngoache sasa mtoto atakuja. Hadi mpaka leo mtoto hajaonekana. Hapo vile alikuwa ameanza kusema huyo msichana mwenye niliua, huyo msichana niliua na nikasika opposite Kartushi. Kijana hapo hatukuwa. Hapo walituambia tutoke, sasa hatukusikia hiyo tena. Hao ndio waliendelea naye. Na si hayo tu, mshukiwa huyu ni yule aliyekiri kumuua mtoto mmoja aliyemteka nyara Kawangware wiki iliyopita na mwili wake kutupa karibu na shule ya Lenana. Katika siku za hivi karibuni, visa vya utekaji nyara hasa hapa jijini Nairobi na viunga vyake vimekuwa vikiongezeka na kuzua hofu ya kuongezeka kwa makundi ya kihuni yanayotekeleza uhalifu. Mwanaisha Chizuga, KTN leo.